Kazi nyingine zilizofanyika ni uchunguzi wa majalada 169 yanayohusu tuhuma za ubadhirifu wa fedha ya mapato katika halmashauri mbalimbali. Uchunguzi ulibaini kuwa kiasi cha shilingi bilioni 12.3 kilikusanywa kupitia mashine za kukusanyia ushuru M-POS kupitia mfumo wa kielektroniki wa kurahisisha ukusanyaji wa mapato ya ndani ya Local Government Revenue Collection Information System pasipo kuwasilishwa benki. Kati ya majalada yaliyochunguzwa, majalada 32 yanaendelea na uchunguzi, majalada 39 yamewasilishwa Ofisi ya Taifa ya Mashtaka kuomba kibali cha mashtaka na majalada 2 yalipata kibali cha kufunguliwa mashtaka mahakamani. Majalada 49 kesi zinaendelea mahakamani, majalada 8 watuhumiwa wamechukuliwa hatua za kinidhamu na majalada 39 yalifungwa kutokana na kukosekana ushahidi. Kupitia uchunguzi huu, TAKUKURU imeokoa kiasi cha shilingi bilioni 1 na tunaendelea na uchunguzi ili kuhakikisha kuwa kiasi chote kilichofanyiwa ubadhirifu kinarejeshwa. Mheshimiwa Rais, kupitia operesheni hizi, uchunguzi wa TAKUKURU ulibaini kwamba sababu za ubadhirifu kuendelea kufanyika kwenye ukusanyaji wa mapato ya halmashauri mbalimbali nchini ni pamoja na sababu kuu mbili zifuatazo. Mosi, kukosekana kwa usimamizi madhubuti wa kuhakikisha kuwa fedha inayokusanywa inahifadhiwa benki, na mbili, baadhi ya wasimamizi na wahasibu kukosa uadilifu na kujinufaisha na fedha hiyo.